فازا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين الفائزين. Ndugu zangu Waislamu, vipenzi vya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia tukaweza kufunga mwezi wa Ramadhani, tukaweza kufanya ibada ambazo tuliweza kuzitekeleza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Si kwa uwezo wetu mimi na wewe kuweza kutekeleza ibada kama hiyo, bali ni msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Ramadhani sasa ishaondoka, tumeweza kuiaga Ramadhani, sababu ambayo tunafaa tufanye ama kipo ambacho tunafaa tuzingatie mimi na wewe baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Baqara, litukmilu al-idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ni muweze kumaliza idda zile siku ambazo tulikuwa tunafunga. Ukishamaliza hizo siku, walitukabbiru Allah, na uweze kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala, yani useme Allahu akbar, na si kwa ulimi peke yake, la. Unapofanya furaha ama unapofurahia, unaposema Allahu akbar, unasema kwamba Allah ni mkubwa kuliko hata furaha ambayo unaifurahia. Unapoelekea kwako kukutana na familia yako, ukisema Allahu akbar, unamaanisha Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko hata familia yako. Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko yote ambayo utayafanya baada ya Ramadhani. Na hiyo ndio sababu ya kurejesha wewe katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili usije karejea katika maasi ambayo ulikuwa ndani yake. Ikhwata al-Islam wal iman, na tuweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutuongoza kwalo katika mwezi huu wa Ramadhani ambao umeweza kupita. Sasa tunashukuru Allah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kivipi? Kwa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kutuneemeshea, ikuwa ni hiyo neema ya mwezi wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Jambo la kwanza kabisa ni kuweza kuwa na furaha, na hatufurahii kwa kuondoka mwezi wa Ramadhani, la. Tuwafurahia kwa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwafurahia kwa kufanya ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kutufaradhia sisi kama Waislamu. Lakini furaha pia iko na mipaka yake. Kufurahia si makosa, lakini ufurahie jinsi ambavyo Allah ameweza kuamrisha. Ufurahie furaha ambayo iko na manufaa ndani yake, furaha ambayo inakuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si furaha ambayo ni farahun mut'a, yani furaha ya muda, furaha ambayo utafurahia saizi, baadaye utajutia kwa furaha kama hiyo. Si furaha kama hiyo ndio ambayo tunafaa tufanye, lakini tunafaa tufurahie furaha ambayo inafuata taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, furaha ambayo hauvuki mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tulipo, kila mmoja wetu akili yake imegonga jinsi ambavyo ataweza kufurahia katika siku kama hii ya Eidul Fitr. Hata ndugu yangu Muislamu, jiulize, furaha ambayo wewe unaenda kuifurahia ni furaha ambayo itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ama ni furaha ambayo itamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwata al-Islam wal iman, laysa as-sa'id bijami' al-mal walakin at-taqi huwa sa'id. Furaha haipatikani kwa kukusanya mali peke yake, la. Ni moja miongoni mwa sababu za kumfanya mwanadamu afurahie kwa kukusanya mali, lakini si eti kwamba hiyo furaha hiyo kukusanya mali kwake ndio furaha hasa. Hapana. Utafikia vipi ndugu yangu ukawa umekusanya mali nyingi, uko sawa, hauna tatizo, alafu ukumbusha mauti unakuwa na wasiwasi? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hata ikhwata al-Islam wal iman, lakini mwenye furaha ya kisawasawa, mwenye furaha ya kikweli kweli, yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye atakuwa na uchamungu katika nafsi yake, huyo ndiye ambaye atakuwa amepata furaha ambayo mimi na wewe tunaitafuta. Kuondoka mwezi wa Ramadhani si kumaanisha ibada imeisha. Kuondoka mwezi wa Ramadhani si kumaanisha sala imeisha. Kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani si kumaanisha siamu imeisha. Kuondoka kwa mwezi wa
Ramadhani si kumaanisha Qur'ani sasa tuifunge tuiweke mpaka ipate vumbi. Hapana. Hata baada ya kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani kuna ibada ambazo bado tunafaa tutekeleze sisi kama Waislamu. Hadithi inasimuliwa na Abu Ayyub radiyallahu anhu, hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam Muslim. Ikoja hadithi ya 1164 fi sahihi Muslim, hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama Ramadhana, mtu ambaye atafunga Ramadhan akaimaliza kisawasawa, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akafuatiza kwa siku 6 za Shawwal, anahesabiwa kaannahu sama dahar au kasaumi dahar au kama jaa, anahesabiwa kama mtu ambaye alifunga mwaka mzima, saumu ambayo mimi na wewe hatuwezi tukafunga mwaka mzima. Lakini Mtume atuambia mtu ambaye atamaliza kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akasindikiza mwezi wa Ramadhani. Tazama jinsi ambayo Mtume alisema, thumma atba'a 6 min Shawwal, kisha akafuatiliza akasindikiza mwezi wa Ramadhani kwa siku 6 za Shawwal. Si Ramadhani unasindikiza kwa kumkosea Allah, hapana, unasindikiza Ramadhani kwa kufunga hizi siku 6 za Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kana kwamba umefunga mwaka mzima. Katika hadithi nyingine, hadithi ambayo inasimuliwa na sahaba ambaye anaitwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam al-Bukhari akiwa na Imam Muslim. Ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ahabbu siyam, saumu ambayo inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbu siyami ila Allah, saumu ambayo inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kufunga Ramadhani, baada ya kufunga 6 Shawwal, saumu ambayo inapendeza kwa Allah baada hizo saumu nyingine zote, anasema ni siyamu Daud, ni saumu ambayo Nabii Daud alikuwa akifunga. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, alikuwa anafunga siku moja na siku nyingine anafuturu. Ndio saumu ambayo inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine, hadithi ambayo inasimuliwa na Abi Hurairah radiyallahu anhu, hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam Muslim, hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, afdalus siyam, saumu ambayo ni bora baada Ramadhan, baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhan, shahrullahi al-Muharram, ni mwezi wa Allah, mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram, kama tuweza kufikia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema afdalus sala, si kumaanisha qiyamu layli pia zimeondoka, hapana. Mtume akasema afdalus sala baada al-fariida, sala ambayo ni bora baada ya kumsali zile sala za faradhi. Qiyamul layl ni sala ambayo unaweza kuisali usiku. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, amka usiku usali wakati watu wamelala, huenda Allah subhanahu wa ta'ala, asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmuda, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakunyanyua daraja ya juu. Hata wale watu ambao wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba Allah tujalie tuweze kuingia katika pepo yake kwa rahma yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, walikuwa wanalala kidogo, hawakuwa wanalala sana, walikuwa wanaamka wanafanya ibada usiku, inapelekea watu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa ni jukumu langu mimi na wewe, baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani, tuweze kubaki kwenye taa ambayo tulikuwa ndani yake. Ya ulama wanatuambia mtu yeyote ambaye maisha yake ataishi maisha yake kama Ramadhani, basi akhira yake itakuwa ni Eid. Kama jinsi ambavyo leo hii sisi tunavyosherehekea Eid baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani, na iki maisha yako yote nzima utaishi ki-Ramadhani, basi akhira yako itakuwa ni Eid. Anamaanisha nini? Yani jinsi ambavyo umekuwa mwema katika mwezi wa Ramadhani,
jinsi ambavyo umemtii Allah katika mwezi wa Ramadhani, ya rehema utamtii Allah subhanahu wa ta'ala miaka yako yote, maisha yako yote, basi akhira yako pia itakuwa na furaha kama jinsi ambavyo unavyofurahia leo. Na kama salafu salihin walizingatia hicho kitu kabla ya Ramadhani kufika, walikuwa wanaomba Allah awafikishe mwezi wa Ramadhani kwa miezi misita. Miezi misita wanaomba Allah awafikishe mwezi wa Ramadhani, na Ramadhani kishaondoka kwa miezi mingine misita, wanaomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabali ibada yao ambao waliweza kuitekeleza katika mwezi wa Ramadhani. Unapata maisha mwaka wao mzima umezungukwa na Ramadhani, wanafikiria Ramadhani, jinsi ambavyo watafika mwezi wa Ramadhani na jinsi ambavyo Allah ataweza kutakabali ibada zao ambazo waliweza kuzifanya katika mwezi wa Ramadhani. Sasa mtu ambaye atashika Ramadhani maisha yake, basi akhira yake itakuwa ni Eid. Al-Hasan al-Basri, moja kati ya masiku ilikuwa ni Eid, alikuwa anatembea akaona vijana wanacheza, vijana wanafurahia. Na si kufurahia ni makosa, lakini furaha ambayo pia iko na mpaka, furaha ambayo inafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, furaha ya kuunga kizazi, furaha ya kutembelea wazee, furaha ya kutembelea wasiojiweza, furaha ya kusaidiana sisi kwa sisi, furaha ya kuweka undugu wetu pamoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah anasema tushikamane kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala jami'an, kwa pamoja, wala tafarraqu, kama jinsi ambavyo tumeweza kushikana pamoja katika mwezi wa Ramadhani. Ndio sumu liruyatihi waqtiru liruyatihi, fungeni kwa kuona mwezi tukafuata sisi sote, na fungueni pia kuona mwezi tukafuata sisi sote. Hii ni picha kamili ya Uislamu ya kwamba tunafaa tuwe kitu kimoja. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika mandugu, hakika waumini wote ni mandugu. Ukhuwatul Islam, ule ndugu wa Uislamu hautakuja tukitengana, bali utakuja zaidi tutakapokuwa pamoja kwenye imani moja na tukawa pamoja bila ya kutangana. Omba Allah subhanahu wa ta'ala atie ndugu huo katika nyoyo zetu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa Al-Hasan al-Basri akaweza kuona wale vijana wanafurahia furaha ambayo haipendezi, akawauliza, akawaambia, in kuntum maqbulin, ikiwa nyinyi mmeweza kutakabaliwa ibada yenu ambayo mmeweza kuitekeleza katika mwezi wa Ramadhan, falaysa hadha amalu shakirin, basi hii si kitendo ambacho kinafanywa na watu ambao wanamshukuru Allah kwa Allah kuweza kutakabali ibada yao. Wa in kuntum muharramuna au in kuntum ghayra maqbulin, ikiwa nyinyi basi ibada yenu itakuwa haijakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mimi na wewe hatujui tumesimamia wapi, hatujui kama Allah ametakabali ibada zetu. Hata jukumu letu sisi ni tushikamana taa ya Allah, kisha tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi atakabali saumu yetu na qiyam zetu ambazo tuliweza kufanya katika mwezi huu wa Ramadhani. Angalia Nabii Allah Ibrahim akiwa na Ismail walifanya kazi kubwa, si kazi ya kufunga mwezi wa Ramadhani peke yake, la, walifanya kazi ya kuitengeneza Kaaba, wakaisimamisha Kaaba kisawasawa. Lakini angalia baadaye walisema nini? Walisema, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mola wetu taqabbal, kubalia ibada yetu ambayo tumeweza kuitekeleza, hakika wewe ndiye mwenye kusikia na mwenye ujuzi zaidi. Usikae ukasema mimi nimefunga mwezi wa Ramadhani, sasa mimi na mina faizin nitafanya chochote ambacho nataka kufanya. Hapana, hiyo si tabia ya Muislamu wala si katika mila ya Uislamu. Nikimalizia kwa ajili ya muda, naona muda umetupa kidogo, ni kwamba Ramadhani imeondoka haraka, na hakuna Ramadhani kwa Ramadhani zote ambazo tumewahi shiriki maishani mwetu, hakuna Ramadhani ambayo imetoka mbio kama jinsi ambavyo Ramadhani hii imeweza kutoka. Ilikuwa dunia hapa juzi tulikuwa tunasema tumeona mwezi, na leo Ramadhani ishaondoka, imeenda. Ramadhani imeenda zake, lakini wewe bado upo. Ramadhani itarudi, lakini wewe wajua vipi kama utapata Ramadhani ya mwakani? Na hata kama utapata Ramadhani ya mwakani, haitakuwa kama hii ambayo umeweza kuipata ya mwaka wa 1447, la, itakuwa ni ya mwaka 1448. Hapa hivi tunajifunza nini? Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema ayyamun ma'duda,
Ramadhani ni siku chache, na baada ya kuwa ni siku chache na inapoenda mbio, hii hatuonyesha ya kwamba ni umri wetu pia uenda mbio. Jinsi ambavyo Ramadhani iliondoka, wewe waona ni mwezi mmoja muondoka tu kaenda, kama ukijua huu ni umri wako wa mwezi mmoja pia muondoka ukiweza kuenda. لأن الوقت يمر مر السحاب au yajri jarra rih, hakika ya muda unaenda mbio kama jinsi ambavyo upepo unavyoenda. Walilwakti ya khasais, nakumbuka wakati uko na vitu ambavyo vimefungamana na time peke yake, vitu ambavyo vimefungamana na time, vitu ambavyo ni hasa kwa ajili ya muda. Jambo la kwanza ni sur'atu inqita'i, ni kuwa muda unaondoka haraka, muda haukai, muda unaenda mbio. Wa mahma tala umru, hata kama umri wako utakuwa mrefu, fa huwa qasir, kama ukijua kwamba umri wako ni mdogo. Kwa nini? Wa idha kana akhiru al-umri mauta fasua qasiruhu wa tawilu, ikiwa umri wako mwisho wake ni mauti, basi ni uchungu wa umri wako kuwa mrefu ni vibaya, na ni vibaya pia umri wako kuwa mfupi, maadamu mwisho wako ni mauti. Hata uishi miaka mingapi, maadamu mwisho wako ni pale tu kuondoka duniani, mauti ambayo mimi na wewe hatuyapendi, mauti ambayo mimi na wewe tunayakimbia. Qul inna al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sema mauti ambayo mnayakimbia hakika yatawafikia ninyi. Sasa hata umri wako uwe mrefu kivipi, bado ni mchache unavyoona. Angalia Nabii Allah alipokuwa anaondoka duniani, malaka al-maut akija kuchukua nafsi yake, aliulizwa ya atula la anbiya ya umra, ewe nabii ambaye umekaa miaka mingi zaidi. Alikaa miaka mingi zaidi, 1000 sanatin illa 50 ama, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Ankabut, amekaa miaka 1000 ondoa 50 peke yake, miaka ambayo mimi na wewe hatujanusa hata. Lakini akaulizwa ya atula la anbiya ya umra kaifa wajadta dunya, ewe nabii ambaye umekaa miaka mingi kuliko manabii wengine wote, hiyo dunia umeionaje? Dunia si imekuwa tamu kwako kwa kuwa umeonja kila aina ya maisha duniani? Akasema siona hii dunia iko chochote ila kadaro, nimeona dunia ikiwa ni kama ni jumba la baban, jumba ambalo liko na milango miwili, kaanni dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar, kana kwamba niliingia katika mlango huu nikatoka katika mlango wa pili. Ndivyo jinsi ambavyo naweza kuiona dunia. Miaka 950 anaona hivyo, na mimi na wewe pia sisi huwezi kuona umri wako utakaa umri mrefu, lakini yauma yarawna lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha, hiyo siku utaona hukukaa duniani ila mchana mmoja ama jioni moja. Siku ya Kiyama umri wako mrefu utaona kana kwamba ni mchana mmoja ama ni jioni moja peke yake. Allahu akbar. Katika vitu vingine ambavyo vinafungamana time, baada ya kuwa muda unaondoka, ndio unaondoka haraka. Muda ni kitu cha thamani ambacho mwanadamu anafaa kuzingatia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni'matani mabghunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wanadamu wanazipuuza, neema mbili wanadamu wamekunjwa kwazo, neema mbili wanadamu hawazingatii, neema mbili mimi na wewe hatuzitazami kisawasawa, neema mbili hatuzichungi kisawasawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema asihhatu wal faragh, neema ya kwanza ambayo si tuzingatii, neema ya kuweza kuwa na siha, kuwa na afya. Afya zetu si tuzitumia vibaya, afya zetu si tuzipoteza. Afya yako iko sawa, lakini wewe kijana wa Kiislamu wasikia vipi na afya